So ndugu zangu, kwa mujibu wa taasisi ile iliyowekwa kwa kushikilia huno uchaguzi wa kupiga kura pamoja na uhesabuji wa kura ama kuhesabu kura nchini Tanzania, umeweza kutoa tangazo lisali moja lililopita ya kwamba wameidhinisha na kuhakikisha ya kwamba uchaguzi ulikuwa wa huru na haki, na hivyo basi wameweza kuhesabu kura walizokuwa wako nazo pamoja na zile zote ambazo ziliweza kupigwa na wale wananchi waliojitokeza kupiga kura, na kusema kwamba wanaridhika kusema kwamba 98% ya waliopiga kura walimpigia Mama Samia Suluhu Hassan wa Chama cha Mapinduzi. Hivyo basi wakaidhinisha ya kwamba mshindi wa kura za mwaka wa 2025 nchini Tanzania, uchaguzi wa urais umeweza kuchukuliwa na Mama Suluhu Hassan Samia. Hivyo basi kuanzia leo kuendelea, rais wa Tanzania ni Mama Suluhu Hassan Samia, na kama ilivyo desturi ndani ya nchi ya Tanzania kulingana na katiba yake ni kwamba yule mkuu wa taasisi endapo atatangaza na kumaliza na kuhakikisha kwamba amesema aliyeshinda kura za urais, basi katiba inasema kwamba hakuna yeyote yule anaweza pinga upingamizi ama anaweza peleka kesi hiyo kokote pale. Kumaanisha kuanzia leo tutazamie tu ile siku na masana ni wapi ambapo Samia Suluhu Hassan ataenda kuapishwa. Kulingana na habari ambazo hatujazihakikisha hapa kwa studio yetu ya KG Chipande, tunaarifiwa ya kwamba mpaka sasa tunavyoongea Mama Suluhu Hassan Samia hayupo hapa nchini. Inasemekana kwamba ameweza kutoweka nchini, asijulikane yuko Kenya ama yuko Uganda, lakini taarifa zinazotufikia vile vile pia ni kwamba yuko sehemu za Kenya, sehemu inayoitwa Malindi, kulingana na yule Aoko, msemaji huyu kutoka nchini Kenya, ambaye anaaminika kwa maneno yake ambayo kila anapoyatoa yanadharauliwa na mwisho wa siku yanakuja nafahamika kwamba yako na ukweli ndani yake. Hivyo basi ni kujuze tu ya kwamba zile heka za takriban siku 3 mpaka sasa siku ya 4 hazijafua dafu, kwa sababu umuhimu wa zile heka zote zilikuwa ni kwamba ule uchaguzi uweze kufutiliwa mbali, ili taasisi ya uchaguzi iweze kuunda sheria mpya ambazo wananchi wanazitaka, pamoja na wale ambao walikuwa wametokwa na kutolewa kwenye huu uchaguzi ili wasiweze kuparticipate waweze kuregeshwa, na vile vile waweze kujiunga kutafuta kura pia nao vile vile. Na jambo lingine ambalo lilikuwa limefanya watu waandamane ni lile jambo ambalo wanasema kwamba wanataka katiba mpya nchini, ambapo katiba iliyopo kwa wakati huo ama kwa wakati huu ilikuwa ina vipengele fulani ambavyo wananchi hawakuwa wamevipenda. Moja ya kipengele ambacho walikuwa wanataka kigeuzwe ni hichi ya kwamba yule mkubwa wa taasisi ya tume ya uchaguzi nchini, endapo atasema neno lake na kutangaza ama kuidhinisha yule ambaye ni ameshinda uchaguzi, hana mtu yote wa kumpinga. Kulingana vile ambavyo ilikuwa wanataka baadhi ya Watanzania, wanataka kipengele hicho kitolewe ili yeyote yule ambaye ako na uwezo wa kwenda shtaki, ili mradi kesi iangaliwe na zile kura zihesabiwe kwa mara ya pili, basi apewe hiyo ruhusa ya kwenda mahakamani, kama vile ambavyo wabunge, endapo mmoja atahisi ya kwamba haki haikufanywa, basi ana haki yake yeye ya kwenda mahakamani na kuenda ripoti ili zile kura ziweze kuhesabiwa tena ama ule uchaguzi uweze kurejelelewa tena pale jimboni mwake. Sasa Watanzania walikuwa wako na sababu nyingi, na zikiwemo hizo, moja ya sababu zao ambazo zilikuwa zinawafanya kwamba waweze kutoka barabarani na kukemea ule ambao wanasema ni upotovu wa haki ambao walikuwa wanahitaji kutoka kwa serikali ambayo inasimamiwa na Mama Suluhu Hassan Samia. Ikumbukwe tu ya kwamba juzi na jana tuliweza kupata habari ambazo hata sisi hapa hatujazihakikisha. Kisa na maana ni kwamba nyaya za interneti ndani ya Tanzania zimeweza kukatizwa. Hivyo basi
basi chochote kitakachofanyika ama chochote kilichofanyika wakati huo ilikuwa ni ngumu sana kuhakikisha kwa habari, isipokuwa ulikuwa unapata tu habari kwa simu endapo utapiga direct call. Some of them walikuwa wakinipa namba wakiniambia kwamba KG, nipigie nikupe habari ambazo naziona na macho yangu sahi, lakini nimeshindwa hata kurekod wala kukupigia kwa WhatsApp kwa sababu nyaya za stima kwetu ama nyaya za umeme hakuna ambazo zina support internet ambao sisi tungekuwa na uwezo wa kufanya nini, kutuma habari hizi mitandaoni. Lakini habari ambazo baadhi wanasema ni kwamba baadhi wanasema kunao takriban watu 500 wameweza kuaga dunia, na wengine wanasema kunao takriban watu 700 wameweza kuaga dunia, ambapo lile shirika la BBC Tanzania ama BBC Swahili ndani ya dunia, ni shirika kubwa sana duniani hapa, ambao liweza kusema kwamba kunao takriban watu 500 wameweza kuaga dunia. Na yule mkuu wa Chadema pia ambaye anafuatilia pia vile harakati hizi kwa karibu amekuja na kutuambia kwamba kunao takriban watu 700 wameweza kuaga dunia ndani ya siku 2. So kuna taarifa ambazo hatujazihakikisha wala hatujakuwa hawazi kuzitoa, na jeshi nalo pia linasema kwamba kuna takriban watu 10 ambao wameweza kuaga dunia toka haya maandamano yaanze. Mkweli asijulikane ni nani, lakini all in all tunajua kwamba kulikuwa na maafa na kulikuwa na majeruhi na kulikuwa na uharibifu wa mali, na yote hino itaenda chini ya record, ambapo itasemekana ya kwamba uchaguzi wa Mama Samia Suluhu Hassan ulipofanyika kuna hivi na hivi na hivi ambavyo vilitendeka ndani ya nchi ambavyo kamwe kabisa havijawahi shuhudiwa toka kipindi cha Nyerere kuchukua uongozi kutoka kwa wakoloni. Nikukumbushe tu pia vile baada ya kwamba huyu amechaguliwa Samia Suluhu Hassan, endapo atenda kuapishwa, basi ataanza huduma yake ya kuhudumia wananchi kwa takriban miaka 5 endapo atakuwa yuko hai, that is, na baada ya miaka 5 atakuwa na uwezo vile pia wa kurudi ground na kusema kwamba anataka uungwaji wa mkono kwa mara ingine tena ya pili, ambapo obvious ama automatical kama hili limepita, hilo pia litapita, ambapo atachukua tena miaka 5 endapo pia atakuwa hai. Hiyo ni mipango ya Mwenyezi Mungu. So you can just imagine ya kwamba sasa alikuwa amepiga almost 3+ years plus this 5 years, that is 18 years plus again 5 years, ambapo Mama Suluhu Hassan Samia ndio atakuwa rais wa kwanza ndani ya Tanzania ambaye atakuwa amehudumu kwa muda mrefu sana, kwa miaka 13 toka niseme 1998-95 ambapo katiba iliweza kutolewa, na itakuwa ni kama record ameiweka. Hivyo basi cha msingi na cha maana na cha muhimu zaidi ni tuombe tu amani iweze kurudi kama kawaida, kwa sababu tunasema kwamba hakuwezi kuwa na amani bila haki, lakini ile haki tulikuwa tunaitafuta imekosekana, na tume ya uchaguzi imefanya kile kitu ambacho watu wengi hawakuwa tayari kukishuhudia ama kukiona hiyo tume ikifanya hivyo. Hivyo basi nikujuze na kukumbusha kwamba Rais Samia Suluhu Hassan ameweza kuidhinishwa ya kwamba yeye ndiyo rais mpya wa Tanzania, ambapo ameambiwa ameshinda kwa kura ambazo ni 98% ya wale wote waliopiga kura. Hiyo inakuonyesha wazi dhahiri ya kwamba wengi ambao walijitokeza kunapiga kura ni watu wa CCM peke yao, na ni baadhi tu, japo kunao baadhi wengine ambao ni wana CCM lakini hawakujitokeza kamwe kwenda kupiga zile kura ili kumchagua huyu ambaye ni rais. So it is what it is, ladies and gentlemen. This is KG Chipande. Please make sure to subscribe, like and share this video. Thanks for watching, guys. Till next time.